Huyo msichana wa kazi mwenye unadharau kwa nyumba yako, huyo ndio type ya bwana yako. Huyo ndio bwana yako anapenda kabisa na roho yake moja. Kwa sababu gani? Kitu ya kwanza, anapika chakula mzuri kukushinda. Kitu ingine, ako na heshima. Heshima ambayo haupati huyo bwana yako. And then mnaanza kusema, "Oh, bwana yangu amenicheat na msichana wa kazi, amempea mimba." Oh, wewe hauna time na bwana yako. Wewe haurespect bwana yako, haumpiki chakula mzuri. Wewe uko tu, wewe ni stress. Wewe ni kuuma bwana yako kichwa tu, kichwa kumsumbua. And then msichana wa kazi pale ni mpole, ni mzuri, natural. In fact, yeye amejikeep natural. Hana ma makeups mingi, yeye tu bora ameoga na sabuni ya kipande. Ako sawa. Wewe umejijaza ma food color kwa uso, umejaza kila kitu makucha, unakaa sijui aje. And then unaanza kusema, "Oh, bwana yangu." Men like it simple. Respect ndio kitu ya kwanza. Bila respect mwanaume hawezi mfuga. Mwanaume ataenda. Respect kitu ya kwanza, hiyo ni muhimu. Yaani hata heri umnyime chakula lakini umemrespect. Kitu ingine, kuwa tu mzuri kwa bwana yako. Huyo si adui yako. Just be nice to him. But wewe uko na kichwa ngumu, ukiambiwa don't do this, wewe ndio unataka kufanya. Don't do this, unataka kubishana na yeye. Don't do this. Mwanaume anakaa chini anasema, "Okay. Sawa." Na akita msichana wa kazi, "Nisaidie maji." Msichana anaenda haraka anamletea. Wewe uko tu pale hivyo. Wengine ni kunda makucha. Yaani hata huwezi endea bwana wako maji. Hata wengine unapata hata msichana kazi ndiye ana make sure bwana wako amekula, bwana wako sijui nini, amenawa, lakini wewe ushughuliki. Sasa bwana anashindwa, kwa hii nyumba mimi ndio bwana ama wewe ndio bwana? And then msichana kazi anaangukia. Hao ndio taolewa sasa, kwa sababu nyinyi mmebeba kichwa sana. Kwa hiyo story, hebu mnifollow na msubscribe.